kati anakuja kunishtaki, haelewi ni nani aliyemjibu vibaya au ni yupi. Sekondari ile kuna mwalimu ashaituagiza fimbo, tumesoma vijijini, si unajua ile kwenda kata fimbo. Sasa mimi ameniagiza tumekutana nje, akisema wewe nenda kavunje fimbo. Ila anaingia darasani anamkuta huyu yupo darasani, anaanza kumwambia wewe, mbona unadharau, nimekwambia kavunje fimbo alafu nakukuta tena darasani. Ilikuwa noma. Hivi unajua kwamba kuna nafasi nzuri sana na kitu cha kipekee sana pale ambapo umezaliwa na pacha yako. Hivi ulishawahi kujiuliza wale ambao wamezaliwa pengine wawili katika tumbo moja la mama mzazi na vitu vingine kama hivyo? Kuna vingi ambavyo pengine unaweza usivifahamu, lakini pia kuna mkanganyiko ambao unaweza ukawa unaupata pale ambapo unakutana na mapacha wanaofanana. Naitwa Godway Ebiat. Kwa upenda? Naitwa Godfrey Ebiat. Godfrey, ndio. Wapi mmezaliwa? Sisi tumezaliwa Njombe. Sisi hatujaitengana. Kote tunaenda pamoja. Tunasoma sheria wote. Wote mnasoma sheria. Kwanza uwezo wa kitaaluma pengine mnalingana? Hatutofautiani sana. Hamtofautiani. Daikishana sana. Mwingine ikiwa kwanza, mwingine wa pili au wa tatu. Hivyo ila hatudaikishana sana. Okay. Kitu gani ambacho kwenye maisha yenu mkikumbuka kinawaletea story tamu sana mkikumbuka kwa ambacho kinahusiana na masuala mazima ya kufanana? Tuanze na mkubwa afu tutakuja kwa mdogo. Siku moja hivi kuna mzee mmoja alikuwa kuna kitu sio alikuwa ameniuliza kwenye kumjibu pale sio nikakosea. Sasa wakati anakuja kunishtaki, haelewi ni nani aliyemjibu vibaya au ni yupi akawa anachanganya. Akawa haelewi sasa. Haya, kwa upande wako kitu gani ambacho pengine ushakutana nalo matukio kama haya? Tukio ni sekondari, niko form 2 nadhani. Ile kuna mwalimu ashaituagiza fimbo, tumesoma vijijini, si unajua ile kwenda kata fimbo. Sasa mimi ameniagiza tumekutana nje, akisema wewe nenda kavunje fimbo. Ila anaingia darasani anamkuta huyu yupo darasani, anaanza kumwambia wewe, mbona unadharau, nimekwambia kavunje fimbo alafu nakukuta tena darasani. Ilikuwa noma. Si hatari sana bwana. Lakini vipi sasa kwa maisha ya kawaida, mna enjoy kuzaliwa mapacha au kuna namna fulani hivi kama inawakata hivi? Tuanze na wewe kwanza, kila mmoja ajibu. Hapana, na enjoy sana kabisa. Kwanza ukishazaliwa mapacha, watu huko mtaani watu wengi wanakupenda nini, watu kukuchukia, yani ukipita tu sehemu lazima watu wakuchangamkie, sababu ukishazaliwa mapacha ni kuna ile namna fulani hivi unakubalika sana yani kila sehemu ukipita watu mapacha nini ile unajua. Wewe hapo Kulwa, tabia gani ambazo Doto anazo unazipenda sana na tabia gani ambazo yeye anazo pia unaona kama hazijakaa poa kwa upande wako? Kama kuna kitu ambacho unaona yanazingua? Hapana, kweli tunaishi sisi hakuna, yani tunaishi angalau tumenyoka kidogo, sio kama wengine wana tabia ya kupigana sio nini. Kwa kinachokipenda ni yeye tu anavyonipenda mimi, anaishi vizuri na mimi, ni hivyo tu. Okay, namkubali sana. Sawa, tuende kwa Doto. Vitu ambavyo sipendi ila mimi napenda mimi ni mvivu kupika, si unajua. Afadhali yeye anachangamka sana kupika nini. Mimi mvivu hivyo. Na naona hata outfit zenu mnakuwa zinafanana, yani ukinunua hiki manake wewe ukinunua shati lazima na wewe anunue inaofanana, viatu au mpaka wazazi ndio wanawapangia au nyewe tu mnajisikiaga mnafanya hivi? Sio wenyewe tunajisikia kuvaa hivi tu, tunavaa tunafanana kwa sababu mpacha tunapenda kuvaa. Kitu gani ambacho kinakutofautisha wewe na Doto? Mimi kinachonitofautisha na yeye, kwanza hapa kichwa tunatofautiana. Wapi? Ukiangalia hapa katikati hapa, mimi hapa tumeshuka kidogo, hapo size. Ni kweli sema hapa size na nyoyo ndefu, ila ngoni mwenyewe utaona hapa tumetofautiana kichwa hivyo. Okay. Kwa muonekano manake ni maeneo ya kichwani. Lakini kitabia pengine kitu gani ambacho wewe unatofautiana kabisa na Doto? Huwa anapenda sana kuongea na simu. Yeye anapenda sana kuongea na simu, ila mimi kwangu hapana, hicho kitu hakipo. Okay. Kwa upande wako ni kitu gani ambacho unahisi mnatofautiana kwa? Wengine wanaona ila sisi kuona, sababu wenyewe wanatuona hivi si wawili. Lakini sisi kujiona mimi nimetofautiana na kitu na uchu inakuwa ni ngumu kuliko watu wa pembeni wanaoangalia hivyo ndio wanaojua kwao wanatofautiana kitu fulani. Okay. Mmeniambia kuna historia tamu sana ambayo mnayo kwenye maisha yenu. Sasa muahidi mtazamaji kwamba tutakuwa na session nzuri ambayo tutaketi afu tutaenda kinagaubaga kwamba ilikuwa hivi mpaka leo mko chuo kikuu cha Iringa mnasomea sheria. Neno la mwisho kwa mtazamaji anayekutazama. Neno la mwisho mimi niwaahidi tu zamu ijayo tutawaletea story nzuri ili watujue vizuri yani. Okay. Kuna story tamu inakuja, watulie. Sawa, Kulwa, la mwisho. Ndugu wapenzi watazamaji,
tuahidi tu session ijayo tutaongea mambo mengi sana, story zetu, maisha yetu yaliendaje, tumeishi vipi na tabia zingine za mapacha sitawaambia walizonazo. Hizo ndo sisi tunazitaka. Hawa ni mapacha kwa maana ya Godway pamoja na Godfrey, mapacha wanaofanana katika chuo kikuu cha Iringa. Tutakuja kufahamu historia kwa kina zaidi, mahojiano ya kina zaidi kuhusiana na hawa viumbe ambao wote kwa pamoja wanasoma sheria chuo kikuu cha Iringa. Joseph Makoli, Mr. P, Mr. Producer all the way from chuo kikuu cha Iringa, lakini nyuma ya kamera yupo Wanke Mapicha. See you next time.